Hili ni yani niseme mimi najua, lakini sasa nikija nikisema na Wema akaja akasikia, pengine asipende, kutokana na mimi nimemsaidia yeye, hataki labda vitu vyake vingine niviweke public kila mtu ajue. Sawa. Naam, wewe mtaalamu ndio umesababisha hili swala la mimba. Sasa je, hapa tunatamani tujue kwamba huu ujauzito ni wa mwanaume ambaye yuko naye au ni wa kwako? Huu ujauzito ni wa mwanaume ambaye yuko naye. Mimi sikuwahi kutoka naye. Mimi nimemfanyia tu kazi, na kazi yangu mimi nimeikamilisha kwa 100%, na mpaka sasa hivi alipo ana mimba. Kwa hiyo ina maana kwamba wewe kazi yako uliyofanya ni kuweka tu mayai. Mambo ya kutungishwa au ujauzito ni mwanaume wake ndo anahusika kama kawaida watu wengine wanavyofanya. Ni kama kawaida, mimi nilichokifanya ni kazi yangu tu ya kumfanya nimsaidie apate mayai ili aweze kupata mtoto, na ndio kitu ambacho nimekifanya. Ni hicho tu, hamna chengine chochote ambacho nimekifanya mimi. Sawa sawa. Naam, hapa bwana umegusia mada ya kwamba Wema tunafahamu kwamba ametembea na wanaume wengi na mambo mengine kama hayo. Huyu hapa alikuwa approach yeye mwenyewe Wema au alikuja na mwanaume wake walipokufuata Sumbawanga? Yaani alikuja na Ozwa au alikuja yeye peke yake Wema? Wakati anakuja Sumbawanga, kwa sababu mimi hakunikuta, kwa hiyo sikujua kama alikuja na nani, lakini kwa taarifa ambayo niliopewa mimi hapa, niliambiwa alikuja yeye kama yeye mwenyewe ndo alikuja kunitafuta mimi. Na taarifa zako yeye alizipata wapi, labda mpaka akafunga safari? Unajua kwamba waganga ni wengi, akafuata mpaka Sumbawanga. Toka hapo awali nilisema kwamba mimi ukifika Sumbawanga ni mtu ambaye anajulikana sana. Kwa hiyo kama anajulikana lazima aje, yani mtu yoyote ambaye ana shida, kwa sababu habari zangu pia vivyo zimesambaa kila sehemu. Kwa hiyo lazima aje nitafute, kwa sababu mimi najulikana kila sehemu, ukienda Mbeya wapi mpaka Zambia huko najulikana, Malawi. Kwa hiyo mtu kama Wema Sepetu mimi kunijua kazi zangu ninazozifanya ni kitu cha kawaida au ni kitu kidogo tu. Sawa sawa. Na mtaalam, hebu tuelezee kidogo hapa kwenye upande wa kazi hizi, maana moja kati ya kitu ambacho kimekupatia umaarufu ni kazi ambayo umemfanyia Gigy Money kuolewa, na sasa hivi tena hili jambo nalo pia sio jambo dogo, kwa sababu ni muujiza wa hali ya juu. Mwanadada ambaye ana miaka 40 na ametafuta mtoto kwa miaka yake yote akakosa, wewe umekuja kufanikisha hili swala, ni jambo kubwa sana. Sasa hebu tuambie uzito wa kazi uko wapi kati ya kazi ambayo ulimfanyia Gigy na kazi ambayo umemfanyia Wema, ipi ilikuwa kidogo nzito kati ya hizi mbili? Kwa upande wangu mimi hapa kwenye hizi kazi ambazo mimi nafanya, hakuna kazi nzito. Kazi zote kwangu mimi ni rahisi, haijalishi ni kitu gani ambacho nakifanya, kwa sababu mimi nishafanya kazi ambazo yani nikija nikikwambia wewe hapo unaweza usiamini, unaweza kuhisi labda ni miujiza, sijui imetokea wapi, lakini ni vitu vya kawaida kwangu. Kwa hiyo mimi kwangu mimi hapa hamna kitu kigumu, kile ninachofanya mimi ni kitu cha kawaida tu. Naam, mtaalamu, tumeona sasa Gigy amekupangia chumba huku Mbagala. Wema yeye kazi yake uliifanyia ukiwa Sumbawanga, si ndio? Baada ya kutoka Zambia ulipokuwa umeenda, si ndio? Imekuwaje Gigy akaamua kukuleta karibu zaidi na ya Wema ukaifanyia kule kule? Gigy Money kwa sababu swala lake lilikuwa kidogo sio zito, bali lilikuwa kidogo lina ugumu fulani. Kwa hiyo ameona nikiwa mbali, kwa sababu kwa namna moja ama nyingine nadhani halikuwa haniamini kwa 100%. Kwa hiyo akaona akiwa na mimi karibu nikimfanyia jambo lake na likienda kweli, basi ndio uaminifu unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo kwa hivi sasa ananiamini kwa sababu jambo lake limeenda, ndio kama hivyo. Sawa sawa. Naam, lakini pia vile vile hebu tuelezee kidogo hapo kwamba katika upande wa masharti, huyu Wema yeye ulimpa masharti gani mpaka akafanikiwa na aliyatimiza? Wema Sepetu nilimpa masharti mengi, lakini baadhi ya sharti ambalo nimempa na mimi mwenyewe sijapenda, kiufupi hakulitimiza, kwa sababu nilimwambia asije akaonyesha mimba kwanza, lakini mimba ameionyesha ikiwa ndogo tu na miezi miwili. Mimi nilimwambia mpaka ifikishe miezi 7 ndio aje aionyeshe. Kwa hiyo ile sharti amelivunja. Kwa hiyo kwa mujibu wa masharti ambayo ulimpa, la kwanza kabisa baada ya ujauzito kupata alitakiwa aonyeshe mimba ikiwa na miezi 7. Ndio hivyo ambavyo nilimwambia na yeye mwenyewe alikubali. Sasa labda pengine ni furaha imezidi, kwa sababu ana muda mrefu hajawahi kupata mimba. Kwa hiyo kwa sababu amepata mimba pengine ni furaha imezidi, lakini kwa upande wa masharti yangu hapo amekiuka, amevunja sharti. Sawa sawa. Na je, umezungumza naye kwamba bwana, mbona umekosea, mbona umefanya hivi, kwamba umekosea masharti?
Niliongea naye akaniambia nimekosea, lakini kama unaweza kunisaidia nisaidie, kwa sababu unajua ni furaha. Mimi nina muda mrefu nina miaka yangu yote hii sijawahi kushika mimba, kwa hiyo yani sijawahi kupata mimba. Kwa hiyo ni kama nimepata mimba kama hivi, lazima furaha niwe nayo. Haya alichokifanya ni kosa. Je, kuna wazungu wanasema consequences, yani kama vile labda kama umefanya kosa madhara yake ni yepi labda kwa hiki alichokifanya wewe? Madhara yake ni makubwa, kwa sababu mizimu, kwa sababu mimi nafanya kazi na mizimu. Kwa hiyo kama mizimu imekubali apate mimba na masharti mizimu imetoa na yeye ameyavunja, kwa hapa inabidi tukae chini tuzungumze, tujue tunafanyaje. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho natakiwa atoe, kama ni mbuzi au ng'ombe, tuchinje, damu imwagike ili swala lake likamilike. Ndio hicho ambacho tunakisubiri sasa, mizimu itataka kitu gani. Na labda kwa upande wako mtaalamu, wewe kama wewe tunafahamu kwamba umepitia changamoto. Hebu changamoto ambayo mnapitia nyinyi wataalamu mkifanya kazi na hawa mastaa, ma celebrity hawa, ni changamoto ipi ambayo mnapitia? Cha kwanza, ukifanya kazi na hawa mastaa huwaga hawakuamini kwa asilimia zote. Wao wanaona kama wewe ni tapeli au ni mtu ambaye pengine kazi zako hazina uhakika, lakini baada ya ukishawakamilishia jambo lao, ndio hapo tena wanakuja yani wanakuwa wanakudharau, wanakuona kama hujafanya kitu chochote. Ndio changamoto kubwa ambayo ninapitia. Kwenye upande wa malipo? Kwenye upande wa malipo inategemeana, kuna ambao wanalipa vizuri na kuna ambao mpaka mvutane, yani mpaka umsumbue, na kati akiwa na shida anakuja huko kwa unyenyekevu sana ili uweze kumsaidia. Mtaalamu, tumeona kwa upande wa Gigimani kidogo kumekuwa na changamoto, mmekuwa na mvutano mpaka sasa hivi ulivyozungumza baada ya kumkamilishia kazi yake. Je, kwa upande wa Wema iko vipi upande wake? Upande wa Wema Sepetu, yeye hakunisumbua. Yeye nilivyomkamilishia swala lake pale pale, mzigo ambao tulikubaliana ananipa, alifanikiwa kunipa. Kwa hiyo mimi na Wema hatuna ugomvi wowote au hatuna purukushani yoyote ambayo inaendelea. Na mzigo ulikuwa pale pale baada ya kumfanyia jambo au baada ya kupata ujauzito ndio alitakiwa akulipe? Mimi mzigo tulivyokubaliana ni baada ya yeye kupata ujauzito, na alivyopata ujauzito alikuwa na furaha kweli. Alinipigia simu akanifuata mpaka nyumbani, nikaje tukaonana, tukaongea baadhi ya maneno mengine ya kwetu ya siri. Tumeongea, tulivyomaliza pale pale akanikabidhi mzigo wangu, akaondoka akiwa na furaha sana. Sawa. Na mtaalamu, hebu tuelezee kidogo kwa upande wa changamoto hizo hizo, tukibaki bado kwenye upande wa changamoto kwa haraka haraka, hebu tuelekeze. Tunakumbuka Gigi alikuahidi kwamba atakununulia gari na kiwanja, si ndio, Bagamoyo huko. Je, kwa upande wa Wema malipo yake yamekuwaje? Ni mazuri zaidi ya hayo au alitoa ahadi, au kama umesema kwamba ameshakamilisha, ina maana kwamba amekamilisha lipi? Na yeye pia alikuja na vitu vikubwa kama Gigi alivyokuahidi? Wema Sepetu yeye hakuja na vitu vikubwa, yeye ahadi zake zilikuwa ni ndogo. Ahadi ya Wema Sepetu ilikuwa ni ya fedha tu, na ni kweli alinikabidhi hela ambayo mimi tuliongea, alinipa hela yangu yote nikatia mfukoni, tukamalizana hivyo. Naam. Kwa kumalizia hapa mtaalamu, hebu sema chochote labda kuhusiana na huu ujauzito wa Wema, na kuna wadada wengi sana wameshakata tamaa kwenye swala zima la uzazi. Unataka kuwaambia nini, kwamba uwezekano upo wasikate tamaa, au ilikuwa ni bahati tu kwa Wema Sepetu? Kwa Wema Sepetu sio bahati, uwezekano upo kwa mtu yoyote ambaye anahitaji kupata mtoto au kupata mimba. Mimi naweza kumfanyia dawa, kufanya jambo lolote lile, kama yangi kubwa tu ni uaminifu. Kama mtu anaweza akaniamini, kwa sababu nishafanya mambo mengi makubwa. Kwa hiyo kama mtu akiweza kuniamini mimi, naweza nikafanya hivyo na akapata mimba. Kwa hiyo wanawake au wadada ambao hawana watoto wasikate tamaa. Wakihitaji watoto wanitafute mimi, wataweza kuwapata. Sawa sawa mtaalamu, tunashukuru sana kwa muda wako bwana, tunashukuru sana. Nadhani tutakuja kuzungumza tena, kuna mambo mengi sana ya kuzungumza na wewe. Kama kawaida mtazamaji, tulikuwa tuko na mtaalamu hapa Kasoliso Kimbindu kwa ajili ya kuzungumza naye kuhusiana na swala zima la ujauzito wa Wema Sepetu, ambao yeye pia amehusika kukamilisha swala hilo. Weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, lakini pia hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.